Ndugu zangu wananchi, tumepokea malalamiko mengi lakini bado hayajaisha. Hii inathibitisha kwamba maeneo haya bado yana migogoro mingi sana ya ardhi, lakini mshukuru sana comrade ambaye amezungumzia pia matatizo mengine, kwamba afisa elimu nadhani umepokea jambo ambalo limewasilishwa la michango mingi mashuleni, na hasa kuhusiana na mambo ya majaribio. Ni logical kabisa, ni logical question ambayo ameuliza mwenzetu, na kwamba ni lazima sasa mzame kwenda kuangalia kama kuna wakuu wa shule ambao wanaweza kuwa na michango mingi isiyo na ridhaa ya wazazi. Ni vizuri sana michango ikawa na ridhaa ya wazazi wenyewe, lakini tulisema ni vizuri pia ikawa inaratibiwa na wazazi au kamati zile za wazazi, ili kutompa kashfa mwalimu kuzishika fedha zinazotokana na michango yao. Kwa hiyo afisa elimu, naomba ulifuatilie kwa ukaribu na kwa undani. Lakini jambo la pili, kwa wenye viti wa serikali za mitaa, data nyingi zinaonyesha kwamba mnafanya makosa kwa umakusudi au mnafanya makosa pasi kujua. Lakini baada ya kuchaguliwa na wananchi kuwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, unapaswa wewe mwenyewe kwa juhudi zako mwenyewe kuzijua sheria zinazohusiana na kazi yako. Ni jambo lisilowezekana wala ni jambo lisilo na tija wewe kwenda kusaini mahali ukidhani huyo mwananchi unamfahamu, alafu kesho anapotokea matatizo unakaa kando kwamba mwananchi huyo humfahamu. Manake ni kwamba hitimisho litakuwa ni wewe mwenyekiti wa serikali za mtaa na wajumbe wako wote mmekuwa ni matapeli wa kutokusaidia wananchi katika kutatua matatizo yao. Tunapozungumzia serikali yenye uwakilishi na tunapozungumzia serikali za mitaa na serikali kuu, tunamaanisha kwamba serikali kuu inategemea sana mambo mbalimbali kutoka kwenye serikali za mitaa, na hasa inapotaka kufanya maamuzi, inapotaka kuunda bajeti ya nchi. Bajeti zetu zinaanzia chini. Sasa kama mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi anaweza kuamka tu asubuhi akasema hii ndio bajeti ya wilaya Kinondoni bila kuuliza mabaraza ya ushauri yaliyoko hapa chini, huyo atakuwa sio kiongozi. Kwa hiyo ninyi wenye viti mjue mna dhamana kubwa mno. Tunaposema ugatuzi wa madaraka kwenda chini, ina maana kwamba taswira ya nchi mahali popote tulipo inabebwa na ninyi pia wenye viti wa serikali za mitaa. Ninyi msipokuwa wa kweli, mkawa wapotoshaji, msipojipa muda kuweza kufahamu mambo kwa undani, mtaitia hasara serikali, mtatia hasara watu ambao wanaongozwa na taifa hili, na mtakuza kiwango cha chuki kwa Watanzania kuchukia serikali yao. Serikali wakati fulani inachukiwa sio kwa sababu imefanya yenyewe makosa, ni kwa sababu ya mtu mmoja mmoja mwenyewe kwa kujivika vazi la wenyekiti au la cheo alichonacho. Mwisho wa siku serikali nzima inachukiwa, na mwananchi anaona option ni bora kutamka vya upinzani akidhani huko ndiko mkombozi aliko. Lakini yale nayo huwa sio majawabu ya matatizo yao. Uweze leo umeibiwa kiwanja eti jawabu ni kuhama chama. Sasa hilo sio jawabu. Ukiibiwa kiwanja njoo kwa mkuu wa mkoa. Hayo ndio majawabu sahihi. Na nikifika hapa mimi nitatatua. Ukienda kule wewe kwenye chama kingine ukakaa, utapiga danadana miaka hata 70 kwa sababu umepotea barabara ya kwenda kutatua jambo lako. Sisemi ubaki chama ulicho, wala sisemi usihamie chama ulipo, lakini nasema kila maamuzi unayoyafanya yawe ni maamuzi sahihi kwa majibu ya swali unalotaka upate majawabu yake. Kwa hiyo ni message kwa wenye viti wangu. Mmeona hapa wanavyobabaika hapa namna ya majibu yao. Na mimi na profile, nadhani sasa mkuu wa wilaya tufike wakati wajue viongozi wa chini. Mpaka muda huu niliitisha CV za watendaji wa mitaa
na watendaji wa kata wote, mambo yao yote yako kwenye fingertips zangu. Katibu tawala mkoa amefanya kazi nzuri sana. Ile ni kwamba anajaribisha kuangalia wakati fulani mtu anaweza kufanya vitu vya ajabu ajabu. Tunaangalia hata elimu yake. Unakuta mtu kwetu tumemwajiri kweli, lakini unakuta na certificate tu fulani hivi. Tukimwangalia anafanya maamuzi makubwa, ana certificate hata kaeleweki vizuri, alafu chuo alichosoma kiko gorofa ya 4 mtaa fulani. Sasa ukikuta mtu anasema nimesoma chuo, unamuuliza kiko wapi, anasema unanijua jengo fulani, kiko gorofa ya 4. Ukipanda gorofa ya 4 unakunja kushoto, ukikunja kushoto utakuta kibao kimeandikwa chuo kiko hatua 4. Hicho sio chuo, huo ni utapeli. Hicho sio chuo. Chuo lazima kionekane kina eneo, kina watu, kina nini. Sasa tunapitiaga zile elimu kidogo pia kuangalia, inawezekana umepewa kazi ngumu kuliko uwezo wako, na ndipo katibu tawala mkoa na wakurugenzi wanafanya kazi sasa ya kukuhamisha hapa, kukupeleka mahali ambapo kidogo wanaweza kadhani unaweza kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kufanya hiyo kazi. Ni vizuri mkawa mnajithibitishia ninyi wenyewe kwa usafi na usahihi wa moyo wako kwamba jambo hili nalo kwenda kuliwasilisha ni kweli kabisa linanihusu mimi na mimi ndio mwenye haki. Usilete mambo ambayo ndani yake umenificha. Mimi nikiunda kamati yoyote ile kafanya kazi, lazima detail, itaingia ndani, itapata ushahidi, itauliza watu. Sisi watu tunatumia sampuli mbalimbali katika kujibu mambo. Tunamhoji huyu anatuambia bwana, ukitaka jambo hilo mhoji tena yule. Wazungu wanaita snowball sampling. Unamhoji huyu, unakwenda na pale, unamhoji yule, mpaka utakapopata majawabu yote. Kwa hiyo usifikiri unaishi dunia ya peke yako. Jiridhishe mwenyewe na nafsi yako ili uweze kujua hiki ninachokifanya ni sahihi. Na jambo jingine, migogoro mingine mingi ambayo tumeiona hapa mkuu wa wilaya inahusu mirathi na uchu wa mali. Ndugu zanguni, fanyeni kazi. Kazi ndio msema kweli. Juzi nimewaambia wenzangu pale Mivumoni, ukiona mtu ni mbea sana, hiyo ni ishara ya kwanza ya umaskini. Ukiona mtu anapenda kuwekeza kwenye maneno, huyo ni ishara ya kwanza ya kuwa ni maskini. Amewekeza muda wake mwingi kwenye maneno na sio kwenye kazi ili kupata fedha. Na vijana wenzangu, kwa sababu wako pale vijana wenzangu ambao nawaona pia wengine wamesimama kwa muda mrefu, mchawi wa kwanza wa kukunusuru na kuwa na maisha mazuri ni kazi, lakini yaendane na maarifa. Leo watu wengi unasikia anasema mimi Rais Samia atoke, Rais Samia atoke. Rais Samia anaweza katoka vizuri tu, na muda wake ukifika atakwenda, atapumzika. Lakini sababu za umaskini utakaa nazo milele na milele, kama tafsiri yako ni kwamba Dr. Samia ndio amekuletea umaskini wewe. Na ukitaka kujua kwamba huyu mtu anaweza kuwa sio tatizo, jiulize katika utawala wake kuna matajiri wanazaliwa au wazaliwi? Kama wanazaliwa, ndio ile niliwaambia, mjinga wa kwanza akituona sisi viongozi tunaendesha labda gari, tumejenga nyumba nzuri, mjinga wa kwanza huwa anaweza kudhani kwamba kila kiongozi ni mwizi. Kwa hiyo alichojengea ni mwizi, alichonunulia gari ni mwizi. Na hata wanaume wenzangu na sema fani wae kusema, ukiona mwanamke kakuzidi maendeleo, unaanza kusema unajua wanawake bwana, namna utafutaji wao. Hapo lazima kuna mwanaume amemhonga. Sasa mimi wanajiuliza swali dogo tu, a very philosophical question. Ni jambo dogo tu. Kama kuna mwanaume unadhani kwa uhakika amehonga mjumba, amehonga gari, amehonga nini, basi wewe achana ule mwanamke, njoo ujifananishe na huyu mwanaume mwenzio aliyehonga jumba, aliyehonga gari. Kwa hiyo tunapokuja kutatua mambo haya, kwanza msitutafsiri kwamba sisi tuna maisha mazuri sana. Msitutafsiri hivyo. Maana sasa hivi watu wanapandikiza chuki tu. Kiona Chalamila amejenga kajumba haka chuki tu, kwamba huyu mwizi huyu asingeweza kufanya namna hii.
Sasa jamani, kiongozi uadilifu wa kiongozi hauthibitiki kwa yeye kuwa maskini. Umaskini sio sifa. Hii nawaambieni ukweli, narudia. Hakuna mtu anayekuzuia kwenda kwenye kutafuta fedha, hakuna. Jipe moyo, fanya kazi. Hakuna mtu anayehitaji maisha mazuri, lakini usiibe mali za watu kama nilivyomuonya mwenyekiti hapa. Na kwenye Biblia usitamani mali sio mali yako, lakini unaweza kuitamani kama mfano wa wewe pia kuipata kwa njia halali. Kwa hiyo niwaombe sana, kwanza tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Tuachane na haya mapropaganda yanayoweza kutuchelewesha. Tufanye kazi. Mahali ambapo unaona sera za nchi zinakuzuia, sema hapa kwa viongozi zirekebishwe ili kusiwe na kikwazo cha sera katika wewe kusaidia kufanya kazi. Kama mnaona sheria za kodi ni ngumu, toa maelezo hapa tukusaidie. Tuone namna gani tunaweza tukapeleka miswada yetu ili sheria hizo zibadilike, zikusaidie na zisiwe kikwazo. Kesi nyingi zilizoko kule, vijana wengi nguvu za kiume zimekuwa ni tatizo. Mnajua kwa nini? Tunakaa kilezilezi. Tunakaa kwenye Google, kwenye simu, kwenye YouTube, kwenye WhatsApp. Huwezi kuwa na hiyo power. Ndio maana watu wameimba wimbo nimeishiwa power. Yaani huwezi kuwa na hiyo power. Kwa hiyo mkafanye kazi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais. Tafsirini vizuri maono ya nchi. Tukasaidie na kuwaheshimu wazazi. Tukaheshimu sheria za taifa letu. Baada hapo mambo yanakuwa mazuri. Maelekezo yangu ya mwisho kwa mkuu wa wilaya, Jumatatu anza kazi ile ambayo wananchi wameileta hapa, mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba. Sampo baadhi ya migogoro michache tu, nenda pale angalia. Mwingine anasema mkuu wa mkoa, mimi eneo langu ni eka 50, ukienda pale eka 2. Mwingine anasema eneo langu ni eka 2, ukienda pale eka 10. Unajithibitishia, ila angalau unaangalia namna ya kutatua. Na ile kamati iliyokuwa inagawa viwanja inasimamia, Jumatatu ikutane na mkuu wa wilaya yenyewe. Na ninashangaa kwa nini leo hata mwenyekiti hayupo hapa. Yaani jilete yenyewe. Mimi nimeshalipa hela yeye aliyotapeli huko. Mimi nimeshalipa bwana. Nimekulipia milioni 5. Kama mtatafsiri kwamba ni kwa hisani ya mkuu wa mkoa, it's fine. Lakini kama nadhani moto unaweza kukuwakia na irejeshwe haraka sana. Dawa ya hawa ni hiyo tu, wala msisumbuane. Toa hela yangu mimi mkuu wa mkoa nalipa. Yeye hawa amenidhulumu mimi, ili na mimi nije nimdhulumu yeye na vizazi vyake vyote. Naamini hata dhulumu. Na naamini atajijenga upya kwa sababu nakwenda kule Kinondo. Story nitakapokuja kuzisikia kule kwamba wananchi wanalia huko, basi hapo sasa itakuwa ni jambo jingine. Na maafisa wa serikali, naombeni mfanye kazi. Fanye kazi, tumsaidie Mheshimiwa Rais. Na watu wengi mnaangalia hiki Kiswahili huwa tunasema, na mimi hapa nimekosea. Tunasema tumsaidie Mheshimiwa Rais. Hivi ukiangalia kati ya mimi mkuu wa mkoa na rais, hivi nani amesaidiwa? Mimi au yeye? Nyinyi mkiniangalia tu nani amesaidiwa? Si mimi hapa. Mimi si ndio mkuu wa mkoa, nimechukuliwa tu huko vichakani, nimekuja nimekuwa mkuu wa mkoa hapa, si ndio? Sasa tufanye kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, imeibuka issue ya fidia kwa yule mama alikuwa anaongea na binti yake. Kimsingi kwa mujibu wa sheria ya ardhi, sheria namba 4 na sheria namba 5 za mwaka 99, ardhi ya mwananchi ili iweze kutumiwa kwa miradi ya serikali au kwa mtu mwingine inapaswa kutwaliwa na kulipwa fidia ya haki na wakati. Kwa mantiki hiyo, kama ardhi serikali tunaihitaji, tutalazimika kufanya uthamini. Cha kwanza tunatakiwa kufuata ule mchakato wa utoaji mpaka tangazo litoke. Baada ya hapo uthamini unafanyika na mhusika analipwa fidia. Na nyinyi wananchi niwaombe, utoaji wa ardhi ni wa lazima, ndio maana inaitwa compulsory acquisition of land. Utoaji wa ardhi kwa maslahi ya umma
Kwa hiyo mamlaka yoyote, kwa mfano ile eneo ni shule ni eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya matumizi ya umma, mkurugenzi inawezekana kalitaka kwa ajili ya jamii pale, msiwe wagumu kufuata hizo taratibu za utoaji wa ardhi. Hiyo ndio sheria. Hoja ya pili imezungumzwa, inahusiana na urasimishaji. Ni kawaida Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika utekelezaji wa miradi ya urasimishaji kwamba standardi za mipango miji lazima zitekelezwe. Ni lazima tuwe na maeneo ya huduma za jamii, kwa maana hospitali, shule. Ni lazima tuwe na barabara, kila kiwanja kifikike na barabara. Ni lazima tuwe na maeneo ya michezo, ni lazima tuwe na maeneo ya wazi. Ameshinda ile kesi na mahakama imetoa declaratory order, imesema yule mama ni mmiliki halali, na ikaenda mbali ikatoa mpaka execution order ya kutekeleza maamuzi ya mahakama. Nyinyi mmekaa mnajadili nini? Haifai. Naomba niende kwenye, kuna mwingine amekuja hapa amesema alishinda kesi, kamishna ardhi hajatekeleza maamuzi ya mahakama. Si kweli. Alafu niwafungue macho, siku hizi hakuna hukumu za kupika. Mahakama ina mfumo wa tanzim. Ukiniletea hukumu naingia kwenye mfumo wa mahakama niangalie hiyo hukumu ipo. Sasa mna tabia za kuja kulalamika kwa viongozi, mmebeba hukumu ambazo zinawapa nyinyi favor, na zile hukumu zilizokatiwa rufaa mkashindwa mnaziacha. Huyu jamaa hapa kuna hukumu imetoka mwaka 2022, amekuja na hukumu mwaka 2016. Lakini kwa kesi ile ile kuna hukumu ya mwaka 2022 amepigwa. Sasa wewe umeshindwa kesi, mimi natekelezaje hukumu? Yaani nakupaje haki wakati hukumu haijakupa haki? Mnaifahamu hiyo anayozungumzia? Ni manunuzi ya viwanja. Mimi naomba wataalamu wa ardhi manispaa na mkoa, naomba msimame. Wataalamu wa ardhi manispaa na mkoa, naomba msimame. Wananchi mtakuwa ni mashahidi, katika kesi zote zilizotajwa hapa zinaangukia kwa wenzetu wenye viti wa mitaa. Naomba tukae. Nataka niseme nini? Kesi zingine huwa mnatusingizia wataalamu wa ardhi, mnaisingizia Wizara ya Ardhi. Nakubaliana na wewe, lakini kwa kesi zaidi ya 20 zilizosikilizwa hapa, mimi sijaona kesi inayohusiana na Wizara ya Ardhi. Hoja ya kwangu ni ipi? Hoja ya kwangu ni hivi: naomba wananchi pamoja na serikali za mitaa tuwe kitu kimoja, tushirikiane. Maamuzi ambayo yanafanywa huku chini kwenye ngazi ya serikali za mitaa yanaweza yakasababisha athari kubwa kwa mwananchi, kumuumiza. Mathalan, kuna fomu za uhakiki mnatujazia. Mkijaza zile fomu za uhakiki, kama eneo linamilikiwa na Hassan na nyinyi mkajaza kwamba linamilikiwa na Athman, itaenda kwenye michakato mpaka hiyo hati itatoka. Sasa ile hati ikitoka, chanzo cha mgogoro ni nini? Chanzo cha mgogoro ni huku chini waliothibitisha kwamba huyu tuliyempa hati ndio mmiliki halali, kumbe sio taarifa sahihi. Naomba tusimame kwenye haki. Tukafanywa uthamini, walitaka kulichukua lile eneo, hatimaye wakashindwa kutulipa. Wakati wanataka kulirejesha kwenye kijiji, gari limevamiwa. Kwa hiyo mgogoro ulianzia hapo, ambao waliosababisha kwamba huo mgogoro huu wakiwa skauti pamoja wakishirikiana na HUWATA. 2012 kwenye eneo letu la eka 7 pale Mwabepande Kinondo ukatokea mgogoro, watu wakawa wamevamia. Tukaanza kwa mjumbe, kesi ikaenda mpaka mahakama kuu, kote tukashinda. 2024 utekelezaji kufanyika, na yule tuliokuwa tunagombana naye akabomoa eneo kwa kujenga, lakini akalipa na fidia. Serikali ya mtaa akalipwa na nani na fidia? Alilipa fidia za usumbufu, alitulipa sisi. Aliwalipa nyie? Alitulipa sisi. Anaitwa Herode Show. Kwa maelekezo ya mahakama. Kwa maelekezo ya mahakama. Baada ya pale, lile eneo lilikuwa halijapimwa kwa sababu kwa muda wote huo miaka 14 lilikuwa liko kwenye stop order. Baada ya pale sasa tukaanza kwamba utaratibu wa kupima.
Lakini katika lile wakati kesi inaendelea, kukawa kuna bwana anaitwa Joseph akawa alijenga kwenye lile eneo. Hiyo baada ya kupeleka ile kesi pale polisi, nikafanya bidii, nilijitahidi kupata watu ambao niliwapata kwenye huo mkataba. Walikusainia pia wenye viti au? Alisaini huyo mjumbe wa serikali ya mtaa. Mjumbe wa serikali ya mtaa ambaye yeye asingeweza kusaini bila idhini ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Je, kama nitapeli? Tulifuatilia kujua kama ni kweli wa ile ofisi pale, na mwenyekiti alikiri kwamba anamfahamu. Hilo eneo sababu huwa nanunuliaga wadogo zangu maeneo. Mimi kwetu ni wa kwanza. Kwa hiyo kuna mwingine ninunulia hapo chini, huyu ni mwingine wa pili ambaye nikasema ninunulie hapo. Nikawa najitafuta kwenye kutafuta kwa ajili ya kujengea. Akaibuka mtu anadai kwamba lile eneo ni eneo lake. Ikabidi niripoti kwa mtu aliyeniuzia, kwa sababu uzuri aliniuzia chini ya serikali ya mtaa. Baada ya kuripoti akanipeleka hapa kwenye lile eneo, wakaja viongozi ambaye akiwemo na wewe mwenyekiti wa ugawaji wa viwanja mzee Malenga, wakaonyesha kama ushirikiano katika hali fulani ya kunisaidia, lakini baadaye nikawa sielewi mpaka dakika